Ni katika mkutano wa Injili wa Malinyi 2025 uliokuwa na wito unaosema kwamba Malinyi yote kwa Yesu. Kukuletea dokumentari fupi juu ya yale ambayo yameweza kujili katika mkutano huu, mimi ni William Dede Zakaria. Mikutano ilikuwa na mafanikio makubwa sana, ukianza katika mahudhurio na hatimaye leo tunashangilia kujitoa kwa roho 20 ambazo zimeyatoa maisha yao kwa ajili ya kumpokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Akizungumza katika sherehe hiyo, mchungaji Skei, mchungaji mlezi na mchungaji wa mtaa wa huu wa Malinyi, alikuwa na haya kueleza kutokana na wale waliojitoa kwa ajili ya kubatizwa na hatimaye kubatizwa katika kanisa la Waadventista Sabato Malinyi. Ninaitwa mchungaji Frankie Philemon Skei, mchungaji wa mtaa wa Malinyi. Mtaa wa Malinyi una makanisa 8 kwa ujumla, lakini ninalea zaidi ya mitaa 4 ndani ya wilaya ya Malinyi. Mungu ametutendea muujiza. Effort hizi ambazo zimefanyika kule Njasa Igomini pamoja na Malinyi kule Kipingo, tuliona mkono wa shetani ukitutafutiza ili tusifanikiwe, lakini Bwana amekushinda na leo tumeshuhudia roho 20 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Hilo linatosha kusema kwamba kama si Bwana Israeli na aseme, na tunashuhudia kwamba Bwana mwenyewe amesimama upande wetu, naye amepata ushindi na bendera yake inapepea kwa uzuri na kwa makini sana, maana ushindi umepatikana. Akizungumza katika sherehe hiyo ya furaha ya kushangilia juu ya wale ambao wameweza kujitoa na kubatizwa, Mwinjilisti Dickson Joseph Mipawa ambaye alikuwa pia mhubiri mkuu wa mikutano hiyo ya Malinyi 2025, naye alikuwa na haya kusema kuhusiana na furaha hiyo ya kupokea roho 20 zilizowasalimisha maisha yao kwa ajili ya kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mtumishi Dickson Joseph Mipawa. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema na kibali cha kuwa katika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Malinyi, hapa kijiji cha Makelele, kwa ajili ya mikutano ya Injili ambayo ina neno kuu linalosema Malinyi yote kwa Yesu. Tunamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema. Watu wapatao 20 wamebatizwa, ubatizo wa kweli wa Biblia wa maji mengi. Jina la Bwana litukuzwe. Ni wito wangu kwa wote ambao Bwana anatuita kwa ajili ya kazi yake, tusisite tena, kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Ni muda ambao tunatakiwa kufungamana kama familia ya Mungu kwa ajili ya utume, tukijikita katika Biblia na kulenga katika utumishi ulio karibu sana kurejea kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wabatizwa nao hawakusita kuelezea furaha yao kuhusiana na kile ambacho wameweza kukifanya kuyatoa maisha yao kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Nao walikuwa na haya ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Christina Brighton Mangesho. Namshukuru Mungu kwa kuniponyesha. Kwanza nilikuwa na matatizo, naumwa paralyze kwa mkono na mguu. Nilienda kwenye neno la Mungu pale Igomini kwa ajili ya kusikiza mkutano, kwa ajili ya kuombewa mguu wangu na mkono. Baada ya hapo nilikuwa sijui kama na mapepo alinitokea pale. Nilipigana sana na mwinjilisti Mzuiga, nilipigana sana na mwinjilisti wa Njasa. Siku ya kwanza akaniambia sisi hatutoki, tumetumwa. Siku ya pili akasema sisi tunatoka, na kweli ametoka na kweli nimepona. Na nafurahi kwa kupata ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana na tena furahi kwa siku ya leo nimefanikiwa kubatizwa kwa maji mengi. Kwa majina anaitwa Jonisia Mpandule. Namshukuru Mungu kwa kupokea ubatizo wa leo. Naombea Mungu anaendelee kunipa uponyaji. Kwa majina naitwa Eric Nzwagi, mwinjilisti. Napenda kutoa shukrani za pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu siku tulioitarajia leo tumeiona. Watu wengi wamebatizwa. Mimi nilikuwa katika kituo cha kanisa la Njasa Igomini. Watu wengi wamebatizwa na pamoja na watu wa hapa Malinyi. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Pale tumekuwa tukitoa masomo mbalimbali kuhusiana na ubatizo wa kweli wa kuzamisha, na watu wengi wakakata shauri. Walikuwa wamebatizwa kwa kunyunyiziwa, wakakata shauri kubatizwa kwa kuzamishwa, na tumeshuhudia leo hapa watu wengi wakibatizwa kwa ubatizo alioagiza Bwana Yesu. Natoa wito
kama kuna watu ambao hawajabatizwa kwa ubatizo wa kuzamishwa, waweze kuchagua kubatizwa kama Bwana Yesu alivyotuagiza. Asante sana. Ibada hiyo ya ubatizo imetamatika na roho 20 zimempokea Yesu. Hii ndiyo furaha mbinguni, sherehe kubwa leo katika mmoja mdhambi atubupo. Hivyo ndivyo kanisa langu hufanya, kuipeleka injili na kuieneza kwa mataifa yote. Mimi niliyekuletea dokumentari hii kuhusiana na ubatizo na mkutano huo Malinyi mwaka 2025, niite kama William Dede Zakaria. Karibu sana, tukutane katika effort nyingine ijayo, na Bwana akubariki sana. Sasa